kanisa, lakini hawaamini kuna Mungu anayebariki. Leo tu tumuone mshiriki mwenzetu amepata vyeti ya milioni 800 hapo nje, watamuita Freemason. Lakini asubuhi wanamuona anadamka mtu, watu wanaenda kutafuta, hawamuoni. Analala usiku sana, hawamuoni. Kesho ameinuka, anaitwa Freemason. Nitembea taratibu kidogo. Yaani mama anaamka asubuhi, anakuja mashineni, hamuoni. Wakati mwingine mashine anasumbua mpaka aende mpaka mjini kutafuta vifaa, hamuoni. Kesho anashinda na kutumia na wateja wanakuja kwa wingi, mambo yake yanaanza kufunguka, anaambiwa huyu kama hana kopera anachoma ulele. Yaani mama unapoamka mtu kasoro nywele, unapoamka watu hawakuoni. Lakini kesho mambo yake yanainuka, wanamtafutia maana hawaamini nyumba Yesu ndio ya kwamba tuna Mungu anayebariki. Hawaamini. Yaani leo hii wanakuona tu mimi tumeolewa, wewe kama rafiki, hawaamini ya kwamba kuna Mungu anaweza kukupatia mume. Wanasema si bure, yule kijana alilazimishwa. Ndio nyumba ya Israeli. Nyumba ya Israeli. Hii nyumba ya Israeli. Yaani wanaona tu wanakwaya mnaendelea kunawiri na mkaendelea kurekodi, hatimaye mkapata basi la kwaya hapo limeandikwa Bongo Bar ya Mwalimu. Wengine wakasema si bure, kuna kitu hili. Kama huyo mfadhili hataki kuwatoa kafara, kuna kitu kingine. Hawaamini ya kwamba Israeli kuna wabarikiwa. Wanaona kubarikiwa ni kuwa na kanyumba kachumba kimoja na sebule. Wanaona kubarikiwa ni kutembea mbele na mikana mbele siku zote. Wanaona kubarikiwa Israeli ni kutembea hata mwili usio hata kupaka mafuta mazuri. Yaani wanaona kwamba Israeli ni kuvaa nguo iliyopasuka. Yaani Israeli wanaona ya kwamba mtu aliyebarikiwa ni mtu ambaye anatembea na baskeli. Ndio wanaona ni baraka. Kesho mtu akitembea na gari, wanasema hapana, kuna kitu. Malizia msomaji wako. Tazama wao husema, mifupa yetu imekauka. Mifupa yetu imekauka. Matumaini yetu yametupotea. Matumaini yetu yametupotea. Tumekatiliwa mbali kabisa. Ndio tena. Tumekatiliwa mbali kabisa. Tumekatiliwa mbali. Hata sasa kuna mtu asiye alikuwa naomba ya kwamba Mungu hunioni, tena anaimba uko wapi Mungu wangu? Ninasikitika kuna watu ambao wakati wa furaha hawana muda na Mungu, lakini wakati wa changamoto ndipo wanamtafuta Bwana. Nizungumza kwa mengi kidogo. Wakati wakiwa bado wanakuwa wamefikia wakati sasa ujana umechangamka, hata sasa wamepata kamchumba pale status, unaanza kukuta nyimbo za kina Zuchu na kina nani, hautaelewa tu. Lakini ili agogolewe huyu mtu ni Mkristo, siku amepigwa tukio la kuachika, ndio unakuta status mpaka lini Bwana utakaa mbali. Leo wakati huo mpaka huyu naye ni Mkristo. Huyu naye ni Mkristo. Na siku ya Jumatano utaona saheri ya maombi. Lakini wakati wa furaha kijana huyu hana Mungu. Ni nyumba